Mawa alikuwa msichana wa kawaida tu, mwenye tabasamu tulivu na macho yaliyokuwa na huzuni isiyoelezeka. Kila asubuhi alipokuwa akijiandaa kwenda kazini, alikuwa na kawaida ya kutazama uso wake kwenye kioo, kana kwamba alikuwa anajaribu kujikumbusha yeye ni nani Kena. Alikuwa ameolewa na Kelvin kwa miaka 3 sasa. Wote walionekana kuwa wanandoa kamili, wakicheka kwenye picha, wakishikana mikono hadharani na kuonekana kwenye mitandao kama mfano wa upendo. Lakini ndani ya nyumba yao kulikuwa na ukimya mzito, ukimya uliokuwa unazidi hata kelele za mvua ikinyesha kwenye bati. Kelvin alianza kubadilika polepole. Alianza kurudi nyumbani usiku sana, akitumia sababu za mikutano ya kazi. Alianza kutojibu simu za Mawa. Alianza kuvaa vizuri zaidi, kupuliza manukato ambayo Mawa hakuwahi kuyaona chumbani kwao. Mawa hakusema chochote. Kila mara alipokuwa akihisi kuna kitu si sawa, moyo wake ulimwambia asubiri. Lakini usiku mmoja, simu ya Kelvin ililia akiwa bafuni. Ilikuwa message. Imeandikwa: "Usijali mpenzi, nilificha kila kitu. Mawa hata hisi chochote. Roho." Mawa alihisi kama moyo wake unachomwa kwa kisu baridi. Alikaa kimya, akisikiliza maji yanapiga sakafu ya bafu, lakini ndani yake kulikuwa na moto na waka. Kuanzia siku hiyo, alianza kumfuatilia kwa makini. Kila neno, kila harufu, kila uongo mdogo uliokuwa umefichwa nyuma tabasamu. Na siku moja alipogundua chumba cha hoteli mjini ambacho Kelvin alikuwa anakutana na mwanamke mwingine, hakupiga kelele. Aliamua kukodi chumba jirani. Akaingia humo kimya kimya, akasikia sauti yao kupitia ukuta. Sauti ambayo ilimvunja moyo, lakini pia ikampa nguvu ya ajabu. Lakini kilichotokea baadaye hakukuwa rahisi kueleza, kwa sababu ndani ya ule usiku wa maumivu kuna kitu kingine kilianza. Mchezo wa akili wa usaliti mwingine mkubwa zaidi ambao Kelvin hakuwahi kuuhisi ukija. Simulizi inaendelea. Je, Mawa atachagua kulipiza kisasi au kusamehe? Na Kelvin kweli alikuwa na saliti au kulikuwa na siri kubwa zaidi nyuma yote hayo?